Promova TV, a home of testimonies. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa channel pendwa ya Promova TV, ninakusalimu katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba nimshukuru Mungu. Baada ya kutokea hapo, nitajitambulisha majina na moja kwa moja tutashirikishana kila ambacho tunacho katika siku ya leo. Baba yetu mpendwa, katika jina kuu na tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa wema wako. Asante kwa ufadhili wako wa kuendelea kuishi na kupata nafasi ya kuamshwa na macho yetu kufumbuliwa na kuyaona makesha ya alfajiri, lakini pia kupitishwa katika masaa ya siku na hata hivi sasa. Pokea utukufu wote katika majira na nyakati. Asante kwa ufadhili wako na wema wako. Tunakushukuru Bwana mwingi wa rehema, mwingi wa huruma. Asante kwa muda huu Bwana. Neno lako likadhihirishe ile baraka ya makusudi na mapenzi yako katika moyo wa kila mmoja anayesikia. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu, maana ni neno lako linapandwa, na hivyo Bwana ujitwalie utukufu na sifa. Asante kwa sababu linasababisha uponyaji, linasababisha furaha, linasababisha faraja katika kila anayesikia kulingana na uhitaji wa kila mmoja. Ni katika jina kuu na tukufu la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, kwa majina ninaitwa Mchungaji Nelson Francis. Ni Pastor Nelson Francis. Napatikana katika usharika wa Tanzania Field Evangelism Church TFEC. Niko Mwanza, Tanzania, maeneo ya Igoma. Ukifika hapo, baadaye nitakutajia namba za simu, haitakuwa shida kunipata popote. Unaweza ukanitafuta kwa mawasiliano na maelezo zaidi. Lakini tunalo somo ambalo lilikuwa limetangulia kwamba kiko kitendawili ambacho watu hujiuliza, kwa nini mtu amekuwa katika matatizo yale yale siku zote na amekuwa anaombewa, na akienda kidogo anapata unafuu wa muda, anaombewa. Na hali hizo wale waombewaji wamefika mahali pa kukata tamaa na kuchoka, na pia kujiona wao wameumbiwa hayo matatizo, kuona wao wavumilie tu, wasubiri mpaka wakati wao wa kufa, wenda hayo matatizo yakawa ni fungu lao. Lakini ndani ya hali hiyo ya kuchoka na kukubali hivyo, wanawaza pia swali, kilichomfanya Yesu aje duniani ni nini? Na kama Kristo tunasema amekuja kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili yetu sisi sote, kwa nini unafuu upo kwa wengine, kwangu sipati unafuu? Utakuta mtu ana nia kabisa ya kuwa salama, lakini kwa nini hapati unafuu? Msikilizaji, ndio maana Mungu anatujalia neema na ya kuja hivi katika masomo haya. Niombe muda wako sasa. Niombe muda wako tuweze kusikilizana, na nina imani neno la Mungu lina suluhisho. Nianze kwa mifano kadhaa. Unapokuwa una nyumba yako na umevuta umeme kama ni maeneo ya Mwanza, tunaona ni TANESCO. Sasa huku unapokuwa umevuta umeme, manake nyumba zote zenye umeme zinapata umeme kutoka TANESCO. Sasa unapoona nyumba yako umeme hauwaki, usianze kuilaumu TANESCO moja kwa moja. Toka nje, angalia, je, majirani wanaokuzunguka umeme unawaka au na kwao pia hauwaki? Unapokuta kwa majirani umeme unawaka, lakini kwenye nyumba yako umeme hauwaki, fahamu hilo sio tatizo la TANESCO. Hilo ni tatizo la mfumo wa umeme katika nyumba yako. Kwa ushauri ni kutafuta fundi, na ukimpata fundi ajaribu kufuatilia mfumo wa umeme katika nyumba yako, kwa sababu wote mnatoa katika chanzo kimoja. Kwa nini nyumba nyingine iwe na umeme, kwako pasiwe na umeme? Kwa ushauri hapo, usilaumu TANESCO. Fuatilia mfumo wa wiring yako, umeme wako nyumbani, na utapata ufumbuzi wa tatizo. Mfano wa pili,
wote tunafuta maji kutoka, ukiwa maeneo mbalimbali, mikoa inategemea, lakini Mwanza wanaita idara ya maji wanaita Mwawasa, lakini Dar wanaita Dawasco, na kutegemea na mikoa mingine wanaita hivyo kutegemea jina la kwanza la utambulisho wa mkoa. Lakini wote katika mikoa tunavuta maji kutoka kwenye chanzo kimoja. Kama ni Mwanza, Mwawasa, unapoona nyumbani kwako maji hayatoki na umevuta maji, usianze moja kwa moja kulaumu idara ya maji. Toka nje, uliza kwa majirani, wao maji wanayapata? Na ukiona wenzako maji wanayapata, hilo sio tatizo la idara ya maji ama Mwawasa au Dawasa. Hilo ni tatizo la mfumo wa maji ulionao nyumbani kwako. Ushauri ni mwepesi, tafuta fundi aweze kufuatilia mfumo wa maji nyumbani kwako, na utaona lile suluhisho limeondoka kabisa. Ni kama leo chanzo cha maisha yetu na ustawi ni Mungu. Asikudanganye mtu kwamba tuna chanzo kingine. Chanzo ni Mungu. Bwana Yesu alipotoa mfano katika ile Yohana sura ya 15, akieleza habari za mpanzi, akieleza habari za mzabibu, alizungumza kwamba Baba ni mkulima, yeye ni shina, ni mzabibu wa kweli, na sisi waamini ni matawi. Na akasema kama vile tawi lisivyoweza kuzaa likiwa peke yake, kadhalika na sisi pasipo yeye hatuwezi kuzaa chochote. Kwa kama ni muamini, lazima tujue kwamba tuna mkulima mmoja ambaye ni Baba, na bado shina letu ni moja. Sisi ni matawi katika hilo shina. Kwa nini matawi yanayotoka kwenye shina moja, ili liwe na matunda, ili lisiwe na matunda, wakati chanzo ni kimoja? Lazima tujiulize, chanzo ni kimoja na wote tuko katika chanzo kimoja. Ni wakati wa kukaa na kutulia, na wala hatuhitaji kumlaumu Mungu. Sasa anaposema Baba ni mkulima, yeye ni shina, lazima tufahamu vizuri, waamini, watu wa Mungu, lazima tufahamu vizuri. Mkulima, wazo lolote jema, kama ni mbolea nzuri, kama ni maji, atayapitishia kwenye shina, ili shina lifyonze, ligawie matawi yaweze kuzaa. Ndio maana Bwana Yesu anasema pasipo yeye hatuwezi kufanya lolote. Kwa kama kuna watu ndani ya wokovu wamekaa na Yesu hawasumbuliwi na mapepo, kwa nini wengine makanisani wanasumbuliwa na mapepo? Kwa nini wengine waombewe katika jina la Yesu wapone? Kwa nini wengine wanasumbuka? Kwa nini wengine wapone bila kutoa fedha, lakini wengine wanaambiwa mpaka watoe ndipo wapate unafuu wa maisha yao? Kwa hiyo inazalisha picha, kuna wenye unafuu katika wokovu na kuna wasiokuwa na unafuu, ambayo sio kweli. Wana wa Mungu tumependwa upendo sawa, na Mungu ametugawia ahadi zote sawa. Kama mimi ninapata tulizo ndani ya Kristo, hilo tulizo ni kwa ajili ya watu wote. Habari njema ni hivi katika Yohana 3:16, ni kwamba Yesu Kristo sio mali ya Wakristo. Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Asa hakumtoa mwanawe wa pekee kwa ajili ya Wakristo, amemtoa mwanawe wa pekee kwa ajili ya ulimwengu. Maana yake kila mtu duniani Yesu Kristo ni mali yake. Nguvu alizonazo Yesu, kila mtu duniani anatakiwa kunufaika nazo. Uponyaji alionao Yesu, kila mtu anatakiwa kunufaika nao. Asa kwa nini baadhi wananufaika, baadhi hawanufaiki? Tuko hapa kuzungumza hiyo, ndio maana Mungu ametupa neema hiyo. Maombi yako tu yanatakiwa kuendelea kutuombea. Asa kwa mujibu wa kile kitabu tunatatua hicho kitendawili. Kwa nini wengine wapone, wengine wasumbuliwe na adui? Ukisoma vizuri kile kitabu cha Waefeso 6 kuanzia mstari wa 10, mtumishi Paulo anapoandika kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anasema vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kuzipinga hila za adui.
hila. Mtaji wa adui leo ni hila, ule ujanja, ule uongo wa adui. Na uongo unatawala mahali ambapo ukweli haujulikani. Ni kama giza utawala mahali ambako nuru haipo. Nuru inapofika, giza haliwezi kutawala. Ukweli unapofunuliwa mahala, uongo hauwezi kutawala. Kwa hiyo hatumshindi adui. Ndio maana Paulo katika vita ya kiroho alisema hatutumii silaha za mwili kushindana. Silaha zetu sio za mwili, bali ni za roho, zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Imagine kwamba ngome zinaweza kuporomoka. Ngome ambazo zimekuwa kizuizi kwa maisha yako zinaweza kuporomoka. Kwa siku moja, kwa dakika moja, ngome zinaporomoka. Lakini wakati anasema vaeni silaha zote za Mungu, ile Efeso 6 kuanzia 10 kienda hadi mstari wa 18, silaha zenyewe anazokuja kuzitambulisha anasema vaeni kweli kiunoni. Kweli kiunoni maana yake ukweli wa neno la Mungu uwe balance. Anapozungumza uwe kama mkanda, ametumia mfano wa askari wa Kirumi. Alikuwa akivaa mavazi yake ya kivita, anafunga mkanda. Silaha zingine zote ziliwekwa katika mkanda. Kwa hiyo ukweli uwe balance. Muamini yoyote ama mtu yoyote hutaweza kushindana vita ya kiroho kama hujui ukweli wa neno la Mungu. Utaumizwa na utaonewa, wakati wote utaishi chini ya migandamizo ya mazingira. Anasema diriri ya haki kifuani, maeneo ya moyo, maeneo muhimu. Haki unatakiwa, haki anaitambulisha ni silaha. Ishi maisha ya haki. Huwezi kuishi maisha ya haki kama hujui neno la Mungu linasemaje. Lakini anasema iko chepeo ya wokovu. Anatambulisha wokovu unaopokea ni kama kofia ngumu ambayo mtu anaivaa askari kulinda maeneo salama ya ufahamu, maeneo muhimu ya kichwa chake. Wokovu ni wa muhimu. Anasema sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulihubiriwa na Bwana, ukahubiriwa na waliomfuata, na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Tutapataje kupona? Asa unahitaji maarifa. Wana wa Mungu ninayokusomea, lazima ufike mahali tukubaliane kwa neno la Mungu. Nini kinakusumbua? Nini kinakutesa? Je, Mungu ana upendeleo? Hapana, Mungu hana upendeleo. Ametupenda sawa. Leo watu wamefarakana na Mungu kwa sababu kila tatizo wanamuhisia ni Mungu. Alikaa kikao cha kuratibu matatizo hayo kwenye maisha yao. Amekaa kikao cha kutamani wao waendelee kuwa na magumu. Wao wasipate mpenyo wa kiuchumi, usipate mpenyo wa kibiashara, usipate nafasi wala unafuu katika familia yako, uishi kwa mateso, ukose furaha. Tangu umefunga ndoa ni vilio katika maisha yako. Hatujawahi kuwa na Mungu wa namna hiyo. Biblia inamtambulisha Mungu ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa huruma, ndiye mfadhili wetu hapa duniani. Ufadhili wake ni wa milele. Ndiye ametufadhili kwa maisha. Mwana wa Mungu katika Hosea 4:6, Mungu mwenyewe anajipambanua kupitia nabii wake Hosea. Anasema watu wangu wanaangamizwa. Biblia iko timamu, haisemi wanaangamia kwamba ni bahati mbaya au inatokea wameangamia. Anasema wanaangamizwa. Maana yake kuna kundi ovu liko mahali lina mkakati wa kuangamiza watu wa Mungu. Lakini linapataje nafasi? Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kuyakosa maarifa, kwa kutokuwa na maarifa. Watu wa Mungu sio salama, ni salama ndani ya maarifa. Nje ya maarifa sio salama. Hata leo ukija mahali ninapochunga, ukaamua kuwa muumini, kama hatutajibidiisha kukupa maarifa, lile jengo halitakuweka salama, halitakuhakikishia usalama. Jina la dhehebu halitakuhakikishia usalama. Jina la dini halitakuhakikishia usalama. Na ndio maana hata yule mwizi msalabani, Biblia inasema alikuwa ni mnyang'anyi maisha yake yote. Alipofika wakati wa kufa msalabani,
akafunuliwa kumtambua ambaye anasulubiwa naye katika msalaba wa kati ni nani, ana uwezo wa kumsaidia, ndiye aliyemhakikishia uzima wa milele kuwa mahali peponi. Kwa hiyo tunaona dini haikumhakikishia kuwa mahali pema peponi. Dhehebu halikumhakikishia. Maisha yake yote ameishi kwa unyang'anyi, lakini huyu aliyemtambua pale dakika za mwisho msalabani ndiye aliyemhakikishia siku ya leo tutakuwa pamoja mahali pema peponi. Kwa hiyo ufahamu, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ni nini mpendwa? Tafsiri rahisi ya maarifa ni ule uwezo wa ndani wa kuishi ukijua nini cha kufanya ili upate unachokihitaji, nini cha kufanya ili utoke usipopahitaji uingie mahali unapopahitaji. Namba 3, nini kilichokwisha kufanyika kwa ajili ya suluhisho kwenye maisha yako. Unapoishi haujui nini kilichokwisha kufanyika kwa ajili ya suluhisho lako, ni rahisi sana kujitumaini mwenyewe, kuishi ukijipambania, maana hujui kama kuna kitu kilishafanyika kwa ajili ya uhuru wako. Kwa anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Isaya sura ya 5 mstari wa 13 anasema watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa. Anasema hata watu wao wenye cheo wana kiu na njaa kwa kukosa kuwa na maarifa. Katika Zaburi ya 82 mstari wa 5 anasema hawajui lolote wala hawafahamu lolote. Kwa tafsiri ya Biblia neno hawajui lolote wala hawafahamu lolote, na hivyo hutembea gizani na misingi yote ya dunia imetikisika. Hali ya kutokujua ni hatari mno, ni mtaji kwa adui. Lakini kile kitabu cha Mithali 11 mstari wa 9 anasema mwenye haki huokolewa kwa maarifa. Usalama wa mwenye haki ni kupata maarifa. Katika ile Mathayo 11 mstari wa 28 na 29 Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hawapumzishi tu mkaondoka. Anasema jitie nira yangu mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ukishafunguliwa lazima ujifunze, kwa sababu mwenye haki atapona kwa maarifa. Katika ile Mithali 24 anasema aongezaye maarifa huongeza uwezo. Mwana wa Mungu, watu wengi wanaambiwa wafanye hiki na hiki ili wamshinde shetani. Hizo ni hila za adui. Lazima upate maarifa, ujue Yesu kuna kitu alishakufanyia dhidi ya adui. Katika ile Ibrania 2 mstari wa 9 maandiko yanasema kwa neema ya Mungu alionja mauti kwa ajili ya kila mtu. Wewe unayenisikiliza hutakiwi kuwazimwa Yesu kwa muda ili akusaidie. Unatakiwa uwe na Yesu ni haki yako ili akuhakikishie maisha ya uhuru. Alionja mauti kwa ajili ya kila mtu. Katika ule mstari wa 14 sura ya 2 Ibrania mpaka 15 anasema alishiriki mwili na damu kama sisi tulivyo na mwili na damu. Kwa njia ya mauti yake alimuharibu aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, akatuacha huru. Maisha yetu yote yalikuwa katika hali ya utumwa kwa sababu tuliishi tukimuhofia yule aliyekuwa na nguvu za mauti. Kwa hiyo Yesu alishatusaidia, alishatunusuru. Msingi wa imani, kwa kumalizia, msingi wa imani ya Ukristo, hatuamini katika bado, tunaamini katika imekwisha. Kwa mujibu wa Yohana 19 mstari wa 30 Yesu alisema imekwisha. Kwa hiyo kwa muamini katika Agano Jipya hatakiwi kuaminishwa, hatakiwi kufundishwa bado nenda kafanye hiki na hiki ili ukombolewe, nenda kafanye hiki na hiki ili uwe salama. Lazima afundishwe awe na imani katika imekwisha. Maana yake kila ambacho Yesu amefanya ni suluhisho la milele la maisha yetu, ni suluhisho la kudumu la maisha yetu. Kwa hiyo ukikaa chini yangu lazima nikufundishe syllabus moja baada ya nyingine kwamba Yesu alipokuja amefanya nini. Ufike mahali uwe na imani ya imekwisha. Nenda katawale katika ule uhuru ambao Kristo amekuanzishia. Na ndio maana msingi wa imani, imani halisi au imani ya kweli, hatuamini
katika kile tunachojifanyia kwamba ndicho chenye suluhisho katika biashara, katika kazi, katika huduma, katika familia. Tunaamini katika kile ambacho tulikwisha kufanyiwa. Hatutoi ili tupate. Tunaamini katika utoaji wa Mungu wa kumtoa mwanaye. Ndiyo sababu ya sisi kupata. Utoaji wetu ni shukrani mbele za Bwana. Ukiwa na imani hiyo, lazima uishi ukiwa hodari na utashuhudia umeme wa mafanikio katika maisha yetu. Yohana 8:31 na 32 inasema, Yesu akasema na Wayahudi waliomwamini, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Tunapokuombea unafunguliwa. Lakini kama unahitaji uhuru wa kudumu, lazima baada ya kufunguliwa ukubali kukaa chini kujifunza. Kukaa chini. Kanisa lilikusudiwa kuwa shule, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Wanafunzi maana yake kuna syllabus, kuna walimu, kuna madarasa. Wawe wanafunzi, muwafundishe kuyashika yote ambayo mimi nimewaamuru nini. Kwa hiyo ukifahamu kweli unakuwa huru. Kwa hiyo uwezekano wa kuombewa mara moja ukafunguliwa na usiwe na msiba wako tena inawezekana. Kama nilivyokuambia, majina yangu ni Pastor Nelson Francis. Wacha nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno na nitamalizia kwa kukutajia mawasiliano. Baba yetu mpendwa, katika jina tukufu na kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, sante kwa wema na ufadhili wako. Sante kwa neno lako e Bwana. Umesema katika Methali 11:9 kwamba wenye haki watapona, wataokolewa kwa maarifa. Sante e Bwana. Hatuamini katika kile tunachojifanyia, bali tunaamini katika kile ulichokwisha kutufanyia. Kwa kupigwa kwako sisi tumeshapona. Hatuhitaji kufanya kitu fulani ili tupone. Tunahitaji kuamini kile ambacho ulikwisha kutufanyia. Ndio sababu ya sisi kuwa na suluhisho. Ulikwisha kufanyika maskini kwa ajili yetu ili sisi tuwe matajiri. Hatupambani kuwa matajiri, bali tunaamini katika kile ulichotufanyia ili kuwa matajiri. Pokea sifa e Bwana kwa ajili ya kila anayesikia, atakapoamua pengine kufuatilia kwa njia ya simu, kutamani maarifa. E Bwana, hekima yako na uweza wa Roho Mtakatifu afundishaye, aelekezaye, aongozaye, utakuwepo kwa ajili ya kumhudumia na kumhakikishia ukomo wa mateso kwenye maisha yake, ukomo wa masumbufu kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu. Ninakushukuru Bwana kwa kuwa umefanya, katika jina kuu na tukufu la Yesu Kristo, amina. Kama nilivyokuambia, ni Pastor Nelson Francis, natokea kanisa la Tanzania Field Evangelism Church, liko Tanzania, maeneo ya Mwanza, mitaa ya Igoma. Na nikushukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kuitegea sikio na kuitizama Promova TV, channel yako pendwa. Namba za mawasiliano ninayo. Vodacom namba ni 0752 917944, 0752 917944. Hiyo ni Voda. Airtel ni 0782 494 494, 0782 494 494. Mungu akubariki. Tukutane tena katika kipindi kinachofuata katika mwendelezo. Amina. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255 762 841
734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.